Karibu. Katika mada leo tutaangazia vinywaji bora vinavyosaidia kupunguza uzito. Katika dunia sasa ambapo watu wengi wanapambana na uzito uliopitiliza, kuchagua vinywaji sahihi ni hatua muhimu katika safari ya kupunguza uzito. Watu wengi huzingatia chakula pekee, lakini vinywaji vinaweza kuwa na athari kubwa kwa mafanikio yako kwa juhudi zako za kupunguza uzito. Katika mada hii tutajadili vinywaji 7 bora vinavyoweza kukusaidia kuchoma mafuta, kupunguza hamu ya kula, kuboresha mmeng'enyo wa chakula na kuongeza nguvu za mwili kwa njia asilia na salama. Kama ni mara yako ya kwanza kwenye channel hii, tafadhali usisahau kusubscribe ili uwe unapata maudhui yetu mara kwa mara. Kinywaji cha kwanza ni maji ya kunywa. Maji ni kinywaji bora zaidi kwa mtu yeyote anayetaka kupunguza uzito. Hayana kalori na husaidia kuongeza kiwango cha mwili kutumia nishati metabolism. Maji husaidia kuondoa sumu mwilini, detoxification, huboresha utendaji wa viungo muhimu kama figo na ini. Kunywa maji kabla ya mlo husaidia kujisikia umeshiba na hivyo kupunguza ulaji mwingi wa chakula. Lakini tunashauri kunywa maji takriban lita 2 kwa siku. Maji ya limao. Limao ina virutubisho vya vitamini C ambavyo huchochea mmeng'enyo wa chakula na kusaidia mwili kuchoma mafuta kwa ufanisi zaidi. Hupunguza hamu ya kula. Husaidia kusafisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Ni kinywaji kizuri, unaweza kunywa asubuhi ukiamka kwa tumbo tupu. Maji ya limao tunashauri unaweza ukanywa ikiwa ya uvuguvugu au yakiwa ya moto. Kinywaji cha 3, chai ya kijani, green tea. Green tea ina viambata hai vinavyojulikana kama catechin ambavyo vinasaidia kuchoma mafuta. Ina kiasi kidogo cha kafeini ambayo huongeza ufanisi wa kuchoma nishati. Inajulikana kusaidia kupunguza mafuta ya tumbo. Hakikisha haiongezi sukari ili kupata matokeo bora zaidi. Chai ya tangawizi. Tangawizi ni dawa ya asilia inajulikana kupunguza uvimbe na kusafisha usagaji wa chakula. Inasaidia kuongeza joto la mwili na hivyo huchochea kuchoma mafuta kwa urahisi. Hupunguza njaa kwa muda mrefu. Inaweza kuchanganywa na limao kwa matokeo bora zaidi. 5. Maji ya apple cider vinegar. Apple cider vinegar ni maarufu kwa kusaidia kupunguza uzito kwa njia ya kupunguza hamu ya kula na kurekebisha viwango vya sukari katika damu. Inapunguza kasi ya mmeng'enyo wa chakula, hivyo mtu hubaki ameshiba kwa muda mrefu. Kunywa kijiko kimoja cha apple cider vinegar kwenye glasi ya maji mara 1 au mara 2 kila siku kabla ya kula. 6. Juisi ya mboga, green juice. Juisi ya mboga kama spinach, celery na parsley na tango ni chaguo bora kwa sababu ina kalori chache lakini virutubisho vingi. Husaidia kutoa fiber ambayo huchangia kusagwa vizuri kwa chakula. Inasaidia kuondoa sumu mwilini na kuongeza nguvu ya mwili. 7. Smoothies za afya, yaani juisi za matunda. Smoothies ni mchanganyiko wa matunda, mboga, protini na mbegu ambao unaweza kutumika kama mlo kamili. Tumia matunda yenye sukari kidogo kama parachichi. Ongeza mbegu za chia au flaxseeds kwa fibers na omega 3. Omega 3 hupatikana kwenye samaki. Tumia mtindi
usio na sukari kwa kuongeza protini na afya ya tumbo. Vinywaji vinavyopaswa kuepukwa. Cha kwanza, kuna soda na vinywaji vyenye sukari nyingi. Hivi vinaongeza uzito na huongeza hatari ya kisukari. Juisi za dukani zilizo na sukari nyingi. Vinywaji vya nishati vina kafeini nyingi na huongeza msukumo wa kula zaidi. Pombe ina kalori nyingi zisizo na virutubisho muhimu. Kupunguza uzito sio tu kusahau chakula unachokula, bali pia kile unachokunywa pia. Vinywaji hivi vinaweza kusaidia mwili wako kuchoma mafuta zaidi, kudhibiti hamu ya kula na kusafisha mwili kwa njia asilia. Kumbuka, hakuna kinywaji cha miujiza. Mafanikio yanahitaji mchanganyiko wa lishe bora, vinywaji sahihi, mazoezi ya mwili na usingizi wa kutosha. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Tukutane katika mada ijayo. Tafadhali usahau kusubscribe, kulike na kushare video hii kwa marafiki. Kama una swali lolote, niandikie kwenye comment section ili nasi